Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ni mimi mtangazaji wenu wa chaneli tukufu kabisa ya Wajawema Waliobaki, nikiripoti nikiwa katika maeneo haya ya Kibamba hospitali. Mjamwema ametuita huku, mjamwema ametufanya tuje turipoti tukiwa katika maeneo haya ya Kibamba hospitali, tukiwa na mkurugenzi wetu Maalim Khamis Mtamwa. Tuungane naye hapa mkurugenzi wetu Maalim Khamis Mtamwa kwa ajili ya kuweza kuchukua au kuripoti au kuweza kuona ni kitu gani ambacho kimetufanya tuweze kufika huku Kibamba hospitali. Moja kwa moja tuungane na Maalim Khamis Mtamwa, mkurugenzi wa Wajawema Waliobaki ya Kibamba shule hii kwa Kibamba shule. Inshallah, karibuni sana. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Wajawema Waliobakia, ni wenu Maalim Khamis Mtamwa, naam, mkurugenzi wa Wajawema Waliobakia. Naam, leo hii tupo maeneo ya Kibamba, tupo katika maeneo ya Kibamba kama jinsi mnavyoona mazingira, na huu ni msikiti. Naam, kama jinsi tunavyoendelea kutoa matukio mbalimbali. Siku ya jana tulikuwa maeneo ya Kariakoo katika kuchukua mzigo, na leo tumepata mwaliko katika maeneo haya ya Kibamba. Kibamba ndipo tulipo. Tumekuja kufanya nini hapa Kibamba? Ni kazi ile ile Wajawema inapambana kuhakikisha tunaweza tukawasaidia ndugu zetu ambao walioko vijijini wanaosoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mazingira magumu. Mjamwema ametuita kuja hapa Kibamba kwa ajili ya kuweza kukabidhiwa mzigo. Mzigo gani huo ambao tumeitiwa kuja kukabidhiwa? Inshallah tuungane, tunaelekea kwa ajili ya kuweza kukabidhiwa huo mzigo ambao tumeitiwa sisi Wajawema Waliobakia. Wajawema tupo kwa ajili yenu, popote pale ambapo mlipo Wajawema itawafikia. Na hivi sasa tunaelekea kwa ajili ya kuweza kukutana na mwenyeji wetu na kuweza kutukabidhi huo mzigo ambao tulioitiwa. Naam, tunaelekea. Naam, ndugu zangu Wajawema Waliobakia, tupo ndani hapa ndani ya msikiti huu masjid. Tupo msikitini hapa, na lengo la kuja hapa ni kwa ajili ya kuweza kukabidhiwa ule mzigo ambao tulioitiwa na kiongozi wetu na mjamwema ambaye yeye anafuatilia sana taarifa zetu za Wajawema Waliobakia. Akatuambia njoeni Kibamba, napo Kibamba kuna mzigo ambao nimeshauandaa kabisa. Wajawema tayari wameshajitolea. Inshallah nadhani tuungane na mwenyeji wetu ambaye aliyetuita hapa kwa ajili ya kuweza kutukabidhi mzigo huo. Naam, tafuta Sheikh Swili kama dakika 3 nitakupigia. Naam, assalamu alaikum wa barakatuh. Na vipi hali yako ndugu yangu? Alhamdulillah. Naam, kwa majina naitwa Maalim Khamis Mtamwa, ni kiongozi ama mkurugenzi wa Wajawema Waliobakia ambaye tunakusanya vitabu kutoka huku na kule na kuweza kuwapelekea ndugu zetu kijijini. Tulipata simu yako siku ya jana, tukasema tutakuja kwa ajili ya kuweza kusikiliza kuna wito gani. Naam, unaitwa nani ndugu yangu? Hapa ni wapi? Msikiti gani huu? Na lengo la kupita hapa ni jambo gani ambalo mtuitia sisi Wajawema? Kwa jina naitwa Yusuf Ibn Sadi. Naam, ni kiongozi wa hapa msikitini. Sawa sawa. Na msikiti unaitwa Masjid Abdullah. Naam, Masjid Abdul Latif. Naam, lakini almaarufu kabisa ni Masjid Quba. Sawa sawa. Hapa ni Kibamba. Naam, unapatikana msikiti maeneo ya Kibamba, lakini lengo na makusudio ya kuwaita, naam, nimeguswa na hili suala sawa sawa kabisa la kwa ajili ya kuwapatia elimu wale wenzetu ambao wako vijijini. Maana vijijini vitabu kidogo ufikiaji wake umekuwa ni inakuwa ni mtihani kabisa. Ndio, vitabu
changamoto ambayo ni ngumu kuweza kupatikana uelewa haraka kwa vijana. Asante sana kabisa. Na mara nyingine si kwa vijana tu, hata watu wazima pia wanasomea ndio kabisa. Sasa nikaona siwezi kukaa na hivi vitabu. Naam. Kwa sababu hata mimi kuna mtu amenipatia niwe na visambaza. Visambaza, sawa sawa. Siwezi nikakaa navyo tu. Sawa sawa. Hivi vitabu vikaendelea kuharibika wakati kuna watu wana uhitajia wa kuweza kupata hii elimu. Sawa sawa. Nikaona si vyema kukaa nayo. Nikaona niwaite ndugu zangu ili nipate na mimi kuonesha njia, sawa sawa, au kuongoza njia ya wale ambao walinituma kuweza kufanya hivi, na mimi nikaona niwakilishe kwenu. Sawa sawa. Na nyinyi mna watu ambao mnaweza mkavifikisha kwa wepesi zaidi kuliko hata mimi. Basi nashukuru sana. Na ni vitabu vya aina gani hivi? Hivi hapa kuna mashafu kama mashafu 20 na kitu hivi. 20 na kitu hivi, mashafu zipo kama 20 na kitu na 5 hivi na ngapi? Maximum kama 25. 25. Waja wema waliobakia kuna mashafu 25. Mja mwema kajitolea kajikakamua mashafu 25. Naam, na vitabu gani vingine? Pia kuna juzuu takriban 40. Naam, anasema kuna juzuu 40 mja mwema kazitoa. Hivyo ndio nilivyofanikiwa kuipata. Naam.